Kwa habari za entertainment, sports, politics. Usisahau kusubscribe our channel Bina TV. We know what you need. Kwa dini, dini una yapi ya kuweza kuzungumza kama mtazamo wako? Hali inayoendelea kwa sasa ya kisiasa nchini ni hali ambayo nafikiri nyakati zote huwa inatokea, hasa kwa wakati huwa tunapoelekea wakati wa uchaguzi. Na mimi kama kiongozi wa dini ni kutamani kuona hali hii inaenda vizuri mpaka mwishoni ili asitokee machafuko. Kwa sababu huwezi kuwa kiongozi wa dini unayegawa watu. Unaposikia mtu ni kiongozi wa dini lazima uwe na akili na uwezo wa kuwaunganisha watu wawe kitu kimoja. Hata kama wanaweza wakapishana katika mitazamo mbalimbali, lakini tunapozungumzia swala la kitaifa basi tunahakikisha kwamba taifa linabaki kuwa salama. Hata kama tutapishana katika mitazamo, tutapishana katika mienendo, tutapishana katika hisia na kadhalika, lakini tunapolitazama taifa lazima tufanye vitu vyote lakini taifa liweze kuwa salama. Kwa hiyo hiki ni kipindi ambacho wakati wote, nyakati zote, marais wote waliopita ni wakati ambapo moto unawaka, maneno yanakuwa makali, tunakimbizana, tunakaa, tunacheka, tunanuna na kadhalika. Yes. Okay, kumekuwepo na baadhi ya watumishi wa dini ambao wamekuwa wakihubiri siasa katika nyumba ya Mungu. Ni sawa kuitumia nyumba ya Mungu kwa ajili ya kuweza kuhubiri siasa? Katika masuala ya dini, kila mmoja ana wajibu wake wa kufikisha jambo katika jamii. Na kila mmoja ana mtazamo wake. Kuna watu ambao wanaona siasa sound sana kuichanganya na dini. Wako waumini wa hivyo na wako waumini ambao wanaona baba yetu anafanya dini, anafanya siasa, it's okay. Unajua? Kwa hiyo mimi siwezi kumuingilia mtu nikasema no, haifai hiyo, wakati tayari ana watu wanamfuata, wanamuamini, wanaona kwamba anachokifanya ni sawa. Kwa hiyo kikubwa unabaki tu wewe kama IPM katika engo yako, kwa sababu wewe uwezi ukawa msemaji wa viongozi wote wa dini katika taifa. Kila mmoja ana imani yake, ana dira yake na kadhalika. Yes. Sawa, kuelekea ibada ya wanaume. Nini unachokuzungumza? Cha kuzungumza wanaume waje tu bila kusita. Kwa sababu mimi sijaribu, mimi nafanya. Na utofauti wa kujaribu na kufanya. Natamani kufanya kitu kwa wanaume ambacho naamini hakuna mwanaume atajutia kufika siku hiyo. Okay. Kila mwanaume bila kuangalia dini, rangi wala kabila. Tunamuomba Mungu, hakuna cha ziada. Tunamuomba Mungu. Kwa kama tutakusanyika wanaume, tumlilie Mungu, tumuombe Mungu, naamini mambo yatakaa sawa tu. Okay. Na hili umeamua kulifanya wewe peke yako au na namna umeshirikisha watumishi wa Mungu kwenye makanisa tofauti tofauti au madhehebu tofauti tofauti? Hili mimi nimelifanya mimi kama mimi. Na naamini litakuwa tu zuri kwa sababu lina lengo tu ya kuinua uchumi wa wanaume. Okay. Yes. IPM, ukipewa nafasi ya kuongea na wanasiasa upande wa upinzani, wewe kama kiongozi wa dini mwenye nafasi kubwa katika jamii, utawaambia nini? La kuambia wafanye kazi tu kwa bidii, wafanye shughuli zao kwa amani, wapambane. Siasa sio vita, siasa sio kuumizana, siasa ni mtiririko wa maisha ya mwanadamu. Kwa hiyo wana vitu ambavyo wanatamani kuvifikisha kwa jamii, wana maono, wana ndoto ambazo wanatamani kuzitimiza kupitia siasa, wazifanye, isiwepo matusi. Unajua Watanzania wana hulka yao, wana tabia zao. Wasipelekee matusi, kuumizana na kadhalika. Wafanye washindane kwa hoja, washindane kwa yale waliotuahidi kama wananchi, kuhakikisha kwamba tunaporudi katika kupiga kura basi tuende kupiga kura kwa yule ambaye amefanya yale ambayo alituahidi na ameyatekeleza. Yes. Miaka 4 ya Rais Samia madarakani. Kama kiongozi wa dini ambaye una wafuasi kila siku wanakuja, unaionaje miaka 4 ya rais madarakani, lakini pia viongozi wenzako wa dini wanaosema mwanamke hafai kuwa kiongozi na maandiko yanasemaje? Sasa mimi siwezi kubishana na kila mtu au kuingia ndani ya akili ya mtu na kustopisha anayoweza kuyazungumza juu ya kupinga mwanamke asiwe rais. Mwenyezi Mungu ndo anaamua. Mwanadamu hawezi kuamua kitu ambacho Mwenyezi Mungu ameamua. Kwenye Qur'ani kuna sehemu moja inasema wala yakhafu kubaha, wala yeye hana majuto katika maamuzi yake. Yani Mwenyezi Mungu akifanya jambo hajutii, yani hana maamuzi katika sasa Mheshimiwa Rais alikuwa makamu wa rais, aliyemchagua awe makamu wa rais hakuwa chizi.
chama chake kikateua na kikakubali na kukuridhia kwamba huyu awe makamu wa rais, hawakuwa wenda wazimu. Waasisi wa nchi hii wote hawakuwa wenda wazimu. Chama chake akikuwa na kiliridhia kwamba huyu awe makamu wa rais, na tunajua mtu akiwa makamu wa rais ni rais mtarajiwa, si ndio? Akiondoka rais, majukumu ya rais yanakuwa nani? Yanakuwa makamu wa rais. Sasa limetokea la kutokea ambalo hatukulitamani wa Tanzania. Kifo kipo, ametangulia hayati John Pombe Magufuli. Mheshimiwa Rais na Amiri Jeshi Mkuu akashika mamlaka ya kuongoza kiti cha urais. Amefanya aliyoweza kuyafanya, mema aliyoyafanya ameyafanya. Kwa hiyo hatuwezi tukasema huyu ni mwanamke hafai na kadhalika. Tupo katika nchi ambayo ina uhuru wa kuzungumza. Tupo kwenye nchi ambayo of course ukizungumza mazuri ya mtu unaonekana chawa. Ndivyo iliyopo. Unatamani ukae katika upande wa kutukana watu ndio uonekane mstarabu. Kwa hiyo mimi nampongeza, kwanza amekuwa, naipongeza nchi ya Tanzania. Napongeza raia wa Tanzania kwa kuwa na utulivu, kwa sababu kama kuna wakati ambao tungesema nchi ingia kwenye vurugu ni wakati ule ambapo Mheshimiwa Rais amefariki. Alafu kuna vuguvugu chini lakini bado viongozi wa vyombo vya ulinzi na usalama walisimama kama viongozi waasisi, walisimama wa taifa hili na wakasema katiba inaruhusu aendelee, na ameendelea. Na mimi nampongeza, naamini atamaliza salama. Ndio ombi langu kwake Mheshimiwa Rais na Amiri Jeshi Mkuu Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan. La mwisho, comment zile za no reform no reaction, no election, kwako kukutana nazo wewe una nini cha kuzungumzia, na huwa unaweza kuzijibu pia? Siwezi kuzijibu wala siwezi kuzifuta wala siwezi kuzichukia. Unapokuwa kiongozi unaongoza watu watatu. Mtu wa kwanza ni yule anayekuelewa, mtu wa pili ni yule ambaye hakuelewi, na mtu wa tatu hajui kinachoendelea. Umeelewa ndugu mwandishi wa habari? Watu wangapi hao? Unaongoza watu watatu ukiwa kiongozi. Mtu wa kwanza ni yule anayekuelewa, mtu wa pili hakuelewi, na mtu wa tatu hajui kinachoendelea. Yaani ukimwambia vipi kuhusu bunge ndo nini? Haelewi. Unaelewa bana mahakama ndo nini? Yaani chochote haelewi. Sasa huwezi kuwa kiongozi ukapendwa na watu wote. Unapokuwa kiongozi wako watakaokubali, wako wengine ambao hawata kukubali. Kwa hiyo ukikutana na comment kama hizo, no reform no election, hayo ni maoni ya watu ambao wameamua kufanya hivyo. Sasa utataka kuwaua, utataka kuwaumiza, ni mawazo yao. Kwa hiyo unawaacha wafanye akodi na wakati huo wa uchaguzi, alafu naamini hakuna lenye mwanzo lisilokuwa na mwisho. Kikubwa amani itawale katika taifa letu, na naamini uchaguzi utakwenda vizuri na Mungu atasaidia. Kama lipi? Ukisema wanaopiga mwingi siasa na dini vinaendana. Ukizungumza mambo magumu yenye ukakasi zidi yao, wanasema siasa na dini havingiliani. Sisi kama waumini ambao mtuongoza nyinyi, usimame na lipi? Kama lipi ambalo maybe wamelizungumza lenye ukakasi? No reform, no action, no election. Sasa hiyo ni slogan ya chama cha upinzani. Okay, yenye ukakasi kama yale aliyozungumza mtumishi wa dini mwenzake. Au kama aliyozungumza labda tuseme Askofu Gwajima akampelekea mpaka kufungua taasisi yake. Mimi siwezi kulizungumza moja kwa moja la swala la Askofu Gwajima kwamba amefungiwa kanisa kwa sababu ya kufanya ile press. Siamini hivyo. Ndio maana nikasema mwanasheria wa kanisa yupo na ametoa ufafanuzi, nafikiri jana amezungumza. Sidhani kama hiyo ni sababu, kwa sababu Bishop Gwajima hajaanza kuzungumza jana tu. Amezungumza miaka mingi, nafikiri nyakati zote askofu anafanyaje? Anazungumza yale ambayo anaona anafaa kuyazungumza katika jamii. Kwa hiyo sidhani kama serikali hiyo ndio sababu iliyopelekea mpaka yeye kuweza kufungiwa kanisa. Sababu serikali mkono mrefu inaona kila kitu. Hakuna ambacho haioni. Kwa hiyo sidhani kama hiyo ni sababu. Na kwa sababu wanasheria wake wapo, wamezungumza kiupana zaidi, basi kama ingekuwa ni hivyo kaka, basi makanisa yote tungeshafungiwa muda mrefu, kwa sababu sio yeye peke yake anazungumza. Wako watu wengi wanazungumza, wanatoa maoni yao. Huwezi kuwafumba watu mdomo wanapotaka kutoa maoni yao. Kwa hiyo wakitoa maoni yao basi wafungiwe. Nafikiri makanisa mengi yangekuwa yameshafungiwa. Ziko sababu nyingine ambazo labda zilipelekea kanisa kuweza kufanyaje? Kuweza kufungiwa. Yes. Okay. Kwa kweli sijawahi kufanya kongamano la wakina mama, ila nimeshawahi kufanya kongamano la jumla. Lakini sasa mwezi wa 3 nilipewa taarifa kwamba mimi ni mhubiri ninayefuatiliwa zaidi na wanaume
kuliko wanawake. Sisemi kwamba ni mhubiri mimi peke yangu, nimesema katika wahubiri Tanzania, na mimi pia ni mmoja wapo ya mhubiri ninayefuatiliwa na wanaume sana kuliko wanawake. Sasa nikaona kuna haja ya kuandalia kongamano, tukusanyike wanaume, tuongee mambo ya msingi yanayotuhusu sisi wanaume. Yes. Mimi sitakiwi kuwatoa kwenye michezo, kwa sababu mimi IPM siamini kama michezo ni dhambi. Kwa imani yangu, kwa akili yangu, kwa uwezo nilionao wa kufikiri na kuwaza, siamini kama michezo ni dhambi. Kwa sababu hata maandiko yanasema mazoezi ya mwili yafaa. Neno la Mungu likae kwa wingi mioyoni mwenu. Hata mimi sipendi kitambi. Kwa hiyo kuna wakati nikiwa majukumu yamepungua, naingia gym kidogo, napiga try, napiga bai, au sio bwana? Ukikaa vibaya unakula ya uso, au sio bwana? Lakini pia mazoezi yanakufanya kuwa active na kadhalika. Kwa hiyo hatuwakusanyi wanaume kuwaambia wasipende michezo. Wana ruksa ya kufuatilia michezo, lakini pia Mungu, sababu Mungu ndio kila kitu. Kwa hiyo hatuwaambii watu wamrejee Mungu waache michezo, hapana. Mchezo ni ajira. Unaona kuna akina Samata bwana, si ndio? Wamepata ajira, wameajiri watu wengine wanafanya michezo na kadhalika. Kwa hiyo mchezo sio dhambi, na tunatamani tuwe na wanamichezo wengi zaidi katika taifa letu. Asante. Kwanza hongera kwa kazi nzuri ambayo ulifanya kueleza nchini ya Bwana. Nashukuru sana. Mimi ni mfundani na huyu inatokea TV. Profesi mimi nangu mambo ni kidogo kwa mada hii ambayo tumepeleka leo hapa. Wewe ni kiongozi wa dini ambaye unaongoza kwa watu wanasikiliza sana. Bali ambayo tunayo kwa nchi ya siasa. Kusikia ukizungumza chochote na tunafahamu kwa kubwa sana kwa viongozi wenzako wa dini kuzungumza, kutoa maoni yao, kutoa mawazo yao. Kwa upande wako wewe, hali ya siasa nchini, haya mambo yanayoendelea, unazungumzaje? Asante. Unapokuwa kiongozi kwa habari za entertainment, sports, politics, usisahau kusubscribe our channel Bina TV. We know what you need.